Shangwe za Yesu, shangwe za Yesu, shangwe za Yesu. Mimi ni Kitalima Furaha. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku nzuri, siku ya 3 kwenye viwanja hivi vya Ukombozi katika mji huu, mji ambao unaitwa Mji Mwema mjini Songea. Leo ikiwa ni siku yetu ya 3, karibu tupate nafasi ya kumsikiliza baba yetu mpendwa Imani Oscar Katana katika mafundisho yake ya siku ya leo. Nisikilize mtu wa Mungu, watakaonyakuliwa, sifa za watakaonyakuliwa, namba 1 ni watu waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo, watu waliotakaswa kwa damu ya mwana kondoo. Dini yako haitakusaidia, akili yako, elimu yako haitakusaidia. Kitakachokusaidia uwepo kwenye orodha ya wanaonyakuliwa kwenda kumlaki Bwana mawinguni ni kuokoka, ni kutakaswa kwa damu ya Yesu. Unaoshwa kwa damu, unafua, nguo zako zinakuwa nyeupe kwa damu ya mwana kondoo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninataka watu ambao wanajiandaa kumlaki Bwana mawinguni. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba tutakapofika, malaika wataanza kuulizana, wanasema hawa ni akina nani? Yesu atatutambulisha, atasema hawa ni wanangu, hawa ni watoto wangu waliotoka duniani, waliojikanda na maovu, waliokatana uasherati. Wanasema wanaume hawawezi kuwa na mke mmoja, wanasema wanaume hawawezi kutosheleza na mke mmoja. Yesu atatutambulisha, atasema hao ndio wale waliorizikaga na wake zao, hao ndio wale waliokataa michepuko. Anasema atatoa kitambaa chake, atafuta kila chozi, atafuta kila chozi. Kila chozi litafutwa. Ninatamani mwanangu usikose, binti yangu usikose. Iko sherehe, iko karamu, inaitwa karamu ya mwanakondoo. Mara baada ya neno tukapata nafasi nzuri na wasaa mzuri wa kusikiliza maoni mbalimbali kutoka kwa wahudhuriaji wa kongamano hili la shangwe za Yesu. Nao walikuwa na haya ya kusema. Kwa majina naitwa Maua niko Sinyoni, ni mwenyeji wa mji wa Luwiko. Niko hapa kwenye viwanja vya shule ya msingi Ukombozi ambapo mkutano wa shangwe za Yesu zinafanyika. Kiukweli mkutano ni mzuri sana kwa sababu umebeba makutaniko kutoka pande nyingi, lakini pia ni mkutano ambao unaponya watu, unaokoa watu. Hata wale waliorudi nyuma wanajaribu kuguswa na kurudi tena kurejea kwa Yesu. Hakika tunamuona Mungu zaidi na zaidi, tunamuona sana. Haikuwa rahisi, binafsi nasema tumemwona Mungu, maana hata mwenyewe nimemuona Mungu kwa sababu yalikuwa magumu mengi ninapita nayo, majibu yake nimeyapata kwenye huu mkutano. Hakika namfurahia huyu Mungu, lakini pia nafurahia shangwe za Yesu kwa sababu zimekuja na kusudi maalum kabisa kwa ajili ya watu wa Songea. Imekuja na kusudi kubwa kabisa kwa watu wa Songea, kwa maana hatutakuja kusahau kamwe. Pia tunatamani siku moja irudie tena kwa sababu wengi wamefurahi mno. Haleluya. Majina yangu naitwa Ephraim Dominikus Ndunguru, ni mchungaji mtendakazi kanisa la EAGT Songea mjini. Nimebarikiwa sana na huduma hii ya shangwe za Yesu. Watumishi wa Mungu wametoka Dar es Salaam, wameleta mambo mengi kwa utukufu wa Mungu mahali hapa Mji Mwema. Tunamshukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu, mzidi kufika tena na tena. Mungu awajalie wakati mwingine tena kuwepo, maana tumebarikiwa sana na huduma hii. Tumefurahi sana, tumejifunza mengi, mmetufundisha mengi. Mungu wa mbinguni awabariki sana, muwe na safari njema. Tunamshukuru sana Mungu kwa neema yake. Tumetoka sehemu mbalimbali, tumeungana na watu wa Dar es Salaam kuja kuleta shangwe za Yesu hapa Songea. Tumefurahia sana neno la baba yetu ambayo ametulisha Imani Oscar Katana, limetusaidia sana hata sisi tuliokuwa tumeungana na mifano yake iliyokuwa mizuri sana. Tusaidia kwa mtazamaji wangu
acha dhambi, usitake kwenda pamoja navyo katika ufalme wa Mungu. Haiko hivyo. Na kufikia hapa, mpendwa wangu mtazamaji, sina la ziada. Ni mimi ripota wako Kitalima Furaha. Usikose kufuatilia kesho, ikiwa ni siku ya mwisho na ya kuhitimisha kongamano hili la kwetu zuri. Mungu akubariki sana.